kaka yake wasome. So kuna maudhui ya elimu. Bwana Zindua alikuwa amesoma na kakake. Na pia kutokana na hiyo sentensi amesoma, tumeweza kuona nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza kujitolea muhanga kuhakikisha watoto wake wamefanya nini? Wameendelea, wamesoma. Ama nyinyi mkiangalia between dad and mom, who sacrifices the most? Wenda hana kiwango kikubwa cha pesa, lakini anang'ang'ana kuhakikisha kwamba una maisha mazuri. Haya, pia kulikuwa na uozo. Kwa mfano hapo Bi Speaker ukurasa 25, walipoachana na mume wake, Bi Speaker akawa ndiye mwenye kusema. Kila jioni akawa anaonekana na vijana wadogo wa vyuoni. Akawa anajitimizia jukumu la mume wake kwa kuwanunua waume. What is the role of a man? Okay, si mostly ni conjugal rights, wajamiane, wafanye kitendo cha ndoa, because sasa kama ni pesa anazo. Okay, traditionally we believe that men are supposed to be providers, protectors, they procreate, they profess they love you every day. Unaweza mwambia tu hata it makes sense, but in real sense wewe ndio unataka kuambiwa nakupenda, nafanya nini. But in this case, kama ni provision, mwanamke anaweza kujipa. Si akona gari, akona pesa, yeye ni speaker, kama ni jina analo. So haoni kama anahitaji mwanaume. So tunaambiwa hilo jukumu lenye hawezi jifanyia, imebidi afanye kuwanunua waume. Hivyo kuna uozo, na kwa kiasi fulani ni ukengeushi kama maudhui yanayojitokeza kupitia sentensi hiyo. Hata vijana wenyewe ni wadogo wa vyuoni. Bwana Speaker tunatarajia, si mara nyingi tulikuwa tunaambiwa kama Kenya awe amepata shahada. So to assume at 18 years akamaliza labda KCSE, uongeze mwaka mmoja ukaa nje 19 plus 4 years maybe minimum 22 there, sinda. Haya, kitambo aje kuwa kiongozi labda ako 30 40s. Alafu leo hii anatembea na vijana wadogo. Hivyo kuna ukengeushi pale. Pia kulikuwa na maudhui ya athari ya pombe. Hapo ambapo baba yake Zinduo alikuwa mlevi na aliishia kuwa nini? Kipofu kutokana na athari ya pombe nyingi. Yeah, people get blind because of the methanol content iko pale. Mimi sijai kunywa pombe, so sijui mengi kuhusiana na pombe, ila nasema kwamba don't drink and drive. Alcohol is not to be sold to people under the age of 18 years. I'm also here kusema pia excessive alcohol consumption is harmful to your health. Kwa wengine huenda hata na sahau, wengine anaenda na lala, hata unasikia mtu ana bleki, kazi hata naacha. Wengine hata anasahau usafi wake. Kama ni pesa anaanza kuiba ili aende kugaramia huo uraibu wake. Addiction is very bad. It's like a disease. So haya ni baadhi ya mambo ambayo yanatokana na athari ya pombe. Pia kulikuwa na ushauri. Nani anashauri nani kulingana na hadithi hii ya Muhini na Muhiniwa? Anashauriwa na wazee, vijana, na akina mama. Aya, pia kulikuwa na mabadiliko. The theme of change. Nini kimebadilika? Kama mimi badiliko la kwanza nimeona ni mtu kama Bi Speaker. Alikuwa rafiki ya Zinduo, hata alikuwa ni mtu anamuiga, kidogo akabadilika baada ya pesa kuingia. Haya, jambo la pili ambalo tunaliona ni Zinduo mwenyewe. Kumbuka tunaambiwa mwanzoni mamake alikuwa anajinyima. Alafu sasa ana nini? Pesa, hata anaenda hospitali anajisikia. Pesa ni mzuri. So kutoka umaskini sasa ana umaskini tena, amekuwa tajiri. Haya ni mabadiliko ambayo yametendeka. Pia kuna mabadiliko, haswa mabadiliko ya kiakili. Watu hapo zamani ni kama hawakuwa wanasema ukweli ambao upo pale.
Lakini mtu kutokana na watu kama Zinduo, tunaona akina Zinduo wengine wamezaliwa, hata tunaambiwa huo ukurasa 27 walikuwa na moyo mpya, damu mpya, malengo mapya ya kuendeleza mapambano ya haki na usawa. Hivyo tunaona pia kuna maudhui ya mabadiliko. Sijui kama kuna nyingine niliona. Kuna maudhui ya tamaa. Ni akina nani wana tamaa? Wabunge. Maudhui mengine mliona? Matumizi ya vyombo vya habari. Na tunaona kwamba vyombo vya habari hapa vinatumika kueneza nini? Siasa na porojo. Yeah? It is the role of the fourth estate, especially you, now that you are doing fasihi. I believe you are going to find yourselves in the media in one way or the other. Yeah. Host. I'll be hosting you on my channel. Come guys. Yeah. So, as you'll be there, it is your role to control the air. Ukijua umeingia kwa media, you control the airs. That's why hata during the 2007-2008 amko amezaliwa by then. Kuna huyu bwana alikuwa anaitwa Bwana Sang. Tulisoma hata na mtoto wake. So, it happened during the elections, he announced that the Raila and Ruto team ndio walikuwa wamepita. Walikuwa marafiki. No, ile tu announce kwa kikale kwa channel. Si unajua ile venye unasema news bulletin, habari za hivi punde ni kuwa dash amekuwa kiongozi. And you know, people were excited. Now by the time the commission, hiyo time I think ilikuwa inaitwa ECK, Electoral Commission of Kenya, not IEBC, wakatangaza nani ameshinda? Kibaki. And that's how people started fighting. And he had to be taken to hiyo ICC, akapatana na kina Okambo 6. Unaona? Kwa sababu lile alilolisema ataulizwa lilidhibitishwa. Ikiwa wewe ulikuwa ndio editor wake, wewe ndio mhariri, huo ujumbe aliousema uliutazama ukahakikisha kwamba hizo habari ambazo wameweka hewani ni za kweli. Imagine just like that. So every time hata ulikuwa unapata mtoto wake sasa anakuwa na msongo wa mawazo, oh daddy sijui kama atafungwa, oh ni nini kitatokea. Every time they will go to that Hague in the Netherlands, alikuwa anateseka sana. Labda kazi akaachishwa. Madhara ni mengi. When you control the airs, when unaamua ni nini kinawekwa. Hivyo habari zozote ambazo utazichapisha, utakazosema unahakikisha kuwa ni za kweli na za kudhibitika. Just don't say things for the sake of saying. And remember, the internet never forgets. Hatusahau. Hata ukipost saa hii, kuna watu kama mimi unaweza pata niko online, nachukua nini? Screenshot. Nikishachukua screenshot, even if you delete, niko na huo ujumbe, I'll still share. Yes. So what, hata unge delete, ungeacha tu. Sometimes labda tu umemtumia mtu amekuomba nini? Eti sexy pictures. Unatuma picha ukiwa uchi. Wanakuwekanga. Alafu unadhani amedelete ama wewe una delete on your end. Kumbe ako na anti-delete. Ako na GB WhatsApp. So still the information will leak to unwanted personnel. And you are seeing some of the leaders like Omanga. You find that information in a spread and it's not reflective of real leaders. Aionyeshi hiyo. There's an image mko nayo. It's even how you perceive teachers maybe. Kuna mahali mna expect mmetuweka. So kuna vitu ambavyo tukifanya kidogo vinatushusha hadhi, sivyo? Upate sasa niko huko club, yes I'm having fun, but I'm dancing in a suggestive manner, you will have a different impression. So hata nataka kulewa, nataka kufanya mambo yangu, I do it far away from people who know me. Sasa unipate kuona alafu kesho unaniambia, sasa nilikuona dunda. Yeah, there's that image you have to protect at all times. And reputation. Even the Bible says, a good name is worth more than
gold. Hakuna kitu kizuri kama ukiwa na jina jema. Trying to clear your name from a mess is very hard. Especially right now. Unapata taka ni kazi, I will want to know where were you working previously? Who are you working under? Napiga tu simu na apewa habari zako. Sasa hebu imagine uende upate umeanika takataka zote. And people are getting access to that. You'll not go that far where you would want to go. So kuna wengine watataka shortcut, maybe you're creating content and you want the numbers. Unaamua tu hata weka pictures, sijui you are doing that sex game and stuff because people say sex sells. Unaanza hata kuvalia ukiwa nusu uchi, hata si nusu uchi, unavaa tu uchi. People will be curious, they want to see. Yes, you will get the numbers, but at some point maybe ukipata Yesu wako, you look at those things and it's not worth, or you become a parent and you don't want your children to access such kind of information. Kwa sababu utashindwa hata kuwaongoza wewe. Will I be able to tell my child, oh, don't wear that booty short? Oh, don't go out. And they have been seeing me doing that. It becomes very hard to become a point of authority where you don't set a good example. Maudhui mengine mliyaona ni yapi? Ya ujasiri. Kwa mfano Bwana Zindu mwenyewe alikuwa na ujasiri alipotoa pendekezo ambalo halikuchangamkiwa na wengi. Ulikuwa ni ujasiri. Hilo la kupunguza mishahara yao kwa marupurupu, kurasa 26 hapo juu. Haya, pia tumeona kuna tamaa. Na kuna watu wengi ambao wana tamaa, wakiwemo hao viongozi na hata pia huyo daktari. Anamwambia utakumbukika, lakini mimi niko hapa kupata nini? Kipato changu. So hata namdunga dawa ambayo natarajiwa kuwa ni chanjo, kumbe ilikuwa ni nini? Dawa ya kumwangamiza, aweze kufa asiweze kusema lolote. Pia kuna maudhui ya kifo. Kifo tukasema pia unaweza tumia neno mauko, death, the theme of death. Kuna watu wengi wamekufa huku. Kuna huyo Bwana Jaribu tena. Kuna huyo aliyepangiwa njama akauliwa kwa ndege. Kuna Zinduo mwenyewe amekufa. Haya ni maudhui ya zile stories za kitambo. Wanachange tu majina. Si huo ndio tunaita ubunifu. Unabadilisha. Hiyo ya nini ya kupanda ndizi kwa barabara siku na mali ni sawa. Watoto wakisumbuka. Sasa hii ni constitution. Constitution gani? Hiyo ni mambo ya siasa. Kwa kisi fulani, but tunasema tu maudhui yatakuwa ni siasa kwa pamoja. Kama hapa wanaposhawishi watu. Hata pia tunaona kuna hayo njama. Njama pia ni maudhui. Conspiracy. Tija sasa. Tuko niambie. Tuko na kama umaskini, tajiri. Sasa tuko na pesa. Hiyo ingine ni gani sasa? Sisi ni watu wa wastani. Pesa. Opposite ya pesa. Hakuna ama? It's neutral, iko kapa. Umaskini, utajiri, pesa hatuna. Mbona? I don't know. Kwa sababu kwa Kiswahili haswa lugha tunasema hatuna kinyume cha nomino nyingi, haswa nomino za kawaida. So hata kwa mtihani ukija uambiwe andika kinyume cha sentensi fulani, mara nyingi tunataka uangalie tu sehemu ya kitenzi. Kuna maswali ambayo tunaweza kuambia andika kinyume cha maneno yaliyopigiliwa mstari, kisha upate labda nilikuwa ni nomino. Kwa mfano mama itakuwa baba, kaka, dada, hivyo hivyo. Lakini majina mengi huwa hata hayana kinyume chake, yako hivyo tu. Sasa kitu kama nyumba iko na opposite.
Nikwatema michatu na Chona. ile chona is what? Hiyo sitakuwa ni udogo wake. So sasa hii ni saa ngapi?